ipo mikakati na wawezeshaji maalum kabisa wa masuala ya uandishi habari zenye tija. Nini tija katika lipi? Nazungumza na mmoja wa wawezeshaji hapa. Karibu sana. Asante sana. Mimi ni Dastan Kamanzi, nimekuwa mwezeshaji lakini pia ni mkurugenzi mtendaji wa Tanzania Media Foundation. Nimekuwepo hapa kama mwezeshaji na maalum sana kwenye uandishi wa habari wa tija. Sasa uandishi wa habari wa tija ama uandishi wa habari wa maslahi kwa umma, ninaweza kueleza uandishi huu kwamba si uandishi mgeni, ila tunatumia maneno tofauti ili kuweza kufanya ukaonekana na kujulikana vizuri. Kwa hiyo tunasema uandishi wa habari wa tija. Sasa uandishi wa habari wa tija ni uandishi ambao kwanza unalenga sana na unatoa kipaumbele sana kwenye maslahi ya umma. Sasa maslahi ya umma ni mambo ambayo yanagusa uhai wa watu, mambo ambayo yanagusa uhuru wa watu na furaha ya watu, ndio maslahi ya umma. Na uandishi huu sasa si uandishi tu wa taarifa, ni uandishi ambao unalenga kuwajengea uwezo wananchi ili waweze kuwa na sauti, ili waweze kuwa na ufahamu, lakini pia waweze kufanya uamuzi wa busara kwenye kudai uwajibikaji, lakini pia kushiriki vizuri kwenye shughuli za maendeleo katika nchi yao. Lakini wakati huo uandishi huu pia unalenga kuwajibisha mamlaka ambazo zimepewa mamlaka na madaraka kutoka kwa wananchi. Huo ni uandishi kwa ufupi. Kwanza niishie kwanza hapo. Na Kamanzi, mtu anaweza kasema uandishi huu na namna yoyote. Sasa tuje moja kwa moja katika waandishi ambao wanapata mafunzo maalum kwenda kufanya kazi maalum ambayo ndani yake itakuwa na baadhi ya matokeo kama hayo unayoyazungumza. Ni mbinu zipi hasa zitakwenda kufundishwa zaidi? Sasa uandishi wa habari wa tija unazo hatua kuu tatu. Na hatua ya kwanza huwa tunasema ni hatua ya kufanya maandalizi. Kwa Kiingereza tunasema uandishi huu unazo hatua kuu tatu ambazo tunasema ni 3 P's, P tatu. Sasa P ya kwanza huwa tunazungumza kuhusu maandalizi, kwamba mtu afanye preparation, maandalizi. Na kwenye maandalizi ni pamoja na kutafuta nini cha kwenda kuchunguza, mawazo ya kwenda kuchunguza. Na akifanya hivyo ni kwamba lazima aende kwa raia, kwa watu, kujua hali zao zikoje. Na hapo ndo tunakuja na dhana ya kwamba huu ni uandishi ambao umejikita kwa raia au umejikita kwa watu. Lakini hatua ya pili tunasema ni planning, ama hiyo ni P ya pili, ni planning ama kufanya maandalizi, plan au kuweka mipango ya namna ya kwenda kufanya uchunguzi, kwenda kusanya hizo data, anaweka mpango. Sasa akimaliza hapo, hatua ya tatu tunasema ni production, kwenda kuzalisha, kwenda kufanya uchunguzi, akakusanya data kulingana na ule mpango kazi wake. Sasa akifanya hayo mambo matatu, cha mwisho ambacho tunakipima sasa huwa tunasema kwa lugha ya Kiingereza tunasema QQI, tunampima kwa QQI. Sasa QQI ni nini? Ni quality. Tunaangalia bidhaa alizoziproduce, ubora. Lakini pia tunaangalia uwingi wa kazi zake, kama ni makala ngapi. Alafu tunaangalia matokeo yake chanya, kwamba uwezi kuwa mwandishi wa habari wa tija kama kazi zako hazina mguso chanya kwa umma. Kama kazi zako hazileti watu kujadili, tukasikia watunga sera wanafanya marekebisho, ama serikali inafanya marekebisho ambako labda kazi hii imeweza kuibua mambo. Kwa hiyo huu ndio uandishi wa habari wa tija ambao unafuata hatua hizo kuu tatu, lakini pia ukiangalia ubora, uwingi na mguso. Sasa tuangalie gap lililopo kati ya ule uandishi, maana hapo naanza kuona utofauti sasa. Kwamba ule uandishi ambao unalenga, yani unataka kuachieve kitu fulani, ukipate kitu fulani. Unadhani ni kwa kiasi gani umekuwa na hasara kwa yale ambayo huenda yangekuwa na tija lakini yameripotiwa katika mfumo usio na tija, ukichanganya hata kama kuna tafiti hapo? Ninaweza kusema hivi, uandishi wa habari wa tija kwenye nchi yetu ya Tanzania ni mdogo sana. Na ni mdogo kwa tafiti ambazo nitakwambia. Kwa mfano, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam wamekuwa wakifanya wanapima ubora wa maudhui ya vyombo vya habari, na kwa mfululizo wa miaka, kwa mfano 2018, 19 na 22, walionyesha kwa wastani kwamba ubora wa maudhui ya vyombo vya habari uko 26%. Okay. Sasa na pia
walipokwenda kuangalia, je, huu uandishi wa tija huu ambao wanasema ni uandishi wa maslahi kwa umma, uandishi wa habari za uchunguzi kwa mfano, waligundua kwamba uko chini ya 4%. Sasa naona uko chini ya 4%. 96% zinadaiwa. Sasa hicho ni kiwango kikubwa sana cha ukosefu wa uandishi wa habari wa tija, na ndio maana utagundua kwamba juhudi sasa zinafanyika na wadau mbalimbali ili sasa tuanze kuleta uandishi huu wa habari wa tija kwa kuwafundisha waandishi wa habari, lakini si kuwafundisha tu na kuwalea. Sisi tunazungumza kulea, kwa Kiingereza tunasema nurturing, ili tuwalee waweze kufanya, kwa sababu uandishi huu si wa kawaida, wa kufanyika kawaida kama kutumia mbinu za kawaida. Kamanzi, pamoja na kwamba ni muwezeshaji katika mafunzo haya ya baadhi ya waandishi kuandika habari zenye tija, wewe ni mkurugenzi wa TMF. Mmekuwa mnafanya nini kwa kipindi chote hiki kuhakikisha kwamba hiyo nurturing, malezi hayo yanafanyika kwa waandishi? TMF ya sasa inafanya mambo makubwa matatu. Ya kwanza, tunafanya utafiti, na utafiti ni ule wa kupima uwezo wa waandishi na vyombo vya habari. Kwa hiyo tunasema ni assessment based research. Lakini jambo la pili tunalifanya, tunasema ni nurturing. Baada ya kupima uwezo wa waandishi wa habari na vyombo vya habari, tunakwenda kuwalea. Tunasema ni kuwalea, sio kufanya hayo mafunzo ya siku moja 2. Hapana, sisi tunaenda na malezi, kufuatilia, kuwapa walezi na tukaenda nao na tukiwapima kwenye wanavyofanya kazi. Lakini jambo la tatu tunalifanya ni tunasema ni support, uwezeshaji. Support kwenye maeneo kama 3. Kuna fedha pale inapobidi, kuna vifaa pale inapobidi, lakini pia kuwapa utaalamu, wataalamu wa kuwasaidia. Kwa hiyo hayo ni mambo makuu matatu tunayofanya, na tumekuwa tukiyafanya kwa muda sasa kama miaka 3 hivi, na tumeona wako waandishi wa habari ambao wameufahamu uandishi huu na ukweli wana matokeo. Uandishi wao wanaofanya wana matokeo na tunaona wamebadilika, lakini ni baada ya kuwekeza akili, ujuzi, maarifa, lakini pia na fedha, na tumeweza kuona watu wanapata matokeo mazuri. Basi naitwa Leonard Mubali, hakuna la ziada.